Mzozo wa Mashariki ya Kati bado unafuka moshi. Wanasema kwamba baada ya ripoti kwamba ndege 6 za kivita za Marekani aina ya B-2 zimepelekwa katika kisiwa cha mbali, kisiwa tulivu kabisa na kizuri katika bahari ya Hindi ambacho ni marufuku mtu yoyote ya raia kufika pale. Taarifa zinasema kwamba kisiwa hicho kinaweza kulengwa kwa makombora kutoka kwa Iran iwapo mvutano kati yake pamoja na Marekani utaongezeka. Diego Caracas ni makazi ya kituo cha kijeshi cha pamoja kati ya Uingereza pamoja na Marekani. Shirika la habari la IRNA limesema kwamba kituo hicho kiko kwenye rada za makombora pamoja na droni za Irani za masafa ya kati. Siku chache zilizopita, Rais wa Marekani Donald Trump alisema katika mahojiano kwa njia ya simu pamoja na kituo cha televisheni cha NBC kwamba Irani itashambuliwa ikiwa haitafikia makubaliano mapya ya nyuklia pamoja na Marekani, na alisisitiza kama hawatafikia makubaliano basi watashambuliwa, na watashambuliwa kwa njia ambayo hawaijawahi kuiona hapo awali. Sasa BBC Presence imebaini kupitia uchunguzi wa picha za satellite kwamba kati ya Machi 22 mpaka Aprili 2 ndege 6 za B-2 pamoja na ndege 6 za B-52 zilipelekwa katika kituo cha kijeshi cha Diego Caracas. Maafisa wa Marekani hawajatangaza rasmi kupelekwa kwa ndege hizo huko Diego Caracas au sababu ya kufanya hivyo, na kamandi ya kistratejia pamoja na jeshi la Marekani pia limesema kwamba haizungumzi kuhusu mazoezi au operesheni zake. Kwa uchunguzi zaidi, picha za satellite, wanasema BBC imebaini kuwa kupelekwa kwa ndege za kivita huko Diego ulianza Machi 25 ambapo ndege 11 za B-52 zilipelekwa katika kituo hicho. Siku ya Jumamosi iliyopita, Machi 29, idadi ya ndege za B-52 ilipungua hadi kufikia 6, lakini wakati huo huo ndege 4 za B-2 anakuambia zilikuwa zimewasili katika kituo hicho. Karibu wakati huo huo na ripoti za kupelekwa kwa ndege za B-2 pamoja na B-52 hadi katika kituo cha kijeshi cha Diego, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la IRGC anakuambia lilizindua kituo chake kipya cha chini ya ardhi cha makombora ambacho kiliibua maoni mengi. Katika kituo cha makombora ambacho kilizinduliwa, makombora kama Kaiba, Shakali, Hajikast, Emadi, Sejili, Kadhechi pamoja na kombora la mwelekeo wa Pavez yaliwekwa wazi kabisa. Sasa maswali yanakuja. Je, Irani inaweza kukishambulia kisiwa hicho cha Diego? Jibu la swali hili si rahisi na linahitaji utafiti wa kitaalamu kuhusu uwezo wa kijeshi wa Irani katika nyanja za makombora pamoja na droni. Kisiwa cha Diego Caracas kiko umbali wa kilomita takriban 3800 kutoka eneo la kusini zaidi la Irani katika bahari ya Pasabanda. Pia wanasema hii anakuambia ni wakati ambapo masafa ya makombora ya masafa marefu pamoja na makombora ya mwelekeo ya kijeshi ambayo yanamilikiwa na Irani anakuambia yanasemekana kuwa na uwezo wa kwenda umbali kati ya kilomita 2000 mpaka 2500. Baadhi ya makombora ya ballistic ya Irani kama Sejils pamoja na Shahabi 3B yanadaiwa kuwa na masafa ya kilomita 2000 na kulingana na walinzi wa mapinduzi wanasema masafa halisi ya kombora la Somali na la mwelekeo wa kijeshi kati ya kilomita 2000 mpaka 2500. Masafa halisi ya makombora haya anakwambia hayawezi kuthibitishwa kwa uhakika, lakini bado anakwambia hayajawahi kutumika kwa operesheni ya masafa ya kilomita 2000. Umbali mkubwa zaidi ambao makombora ya Irani yameweza kufika hadi sasa ulikuwa ni wakati wa operation za Vetrit Said, ile kwanza katika vita ya kwanza ya pili katika shambulio dhidi ya Israeli.
umbali kutoka sehemu ya magharibi kabisa ya Irani hadi Israeli wanakwambia ni karibu kilomita 1200. Masafa ya droni za Irani pia yameripotiwa kwenda umbali karibu wa kilomita 2500. Hata hivyo, mnamo Oktoba 2014 kikosi cha anga cha IRGC kilizindua droni ya Shahidi ya 13-6B ambayo inasemekana kuwa na uwezo wa kwenda masafa ya kilomita takribani 4000. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Irani kutangaza kuwa na silaha za kijeshi zilizo na masafa zaidi ya kilomita 2000. Kwa mujibu wa jeshi la Irani, matamshi ya kiongozi mkuu Ali Khamenei kwamba masafa ya makombora ya Irani hayapaswi kabisa kuzidi kilomita 2000 kwa sasa yamesababisha kutengenezwa kwa makombora ya masafa marefu zaidi. Kiongozi huyo alisema kuwa kuna sababu ya uamuzi huu, lakini hakutaja wazi iwapo masafa ya droni ya Shahidi 13-6B ni sahihi. Irani inaweza kukilenga kisiwa cha Diego, lakini kuna njia nyingine za kukishambulia kisiwa hicho, kwa mfano kuboresha masafa ya makombora pamoja na droni, ama kutumia meli ambayo inabeba droni ambayo IRGC ilizindua hivi karibuni. Kwa kutumia meli hii, kuna uwezekano kwamba Irani inaweza kuwa karibu zaidi na kisiwa cha Diego, anakwambia kijiografia, pamoja na kushambuliwa kwa droni kutokea hapo. Lakini haya si rahisi kutekelezwa kwa muda mfupi. Wakati mvutano kati ya Teherani pamoja na Washington unazidi kuongezeka, msemaji wa Pentagon alisema siku ya jana kwamba ikiwa Irani ama mawakala wake watatishia wafanyakazi wa Marekani pamoja na maslahi ya Marekani katika eneo hilo, Marekani itachukua hatua kali kulinda watu wake. Sasa tunachokijua kuhusu ndege za mashambulizi za B2 na kwa nini ni tishio kwa Irani. Wanasema umuhimu wa ndege za mashambulizi za B2 Sprint unatokana na uwezo wake wa kushambulia kwa nguvu vituo vya ardhini vilivyo chini ya ulinzi mkali. Ndege hizo na mabomu yake, anakuambia, hutengenezwa na kampuni ya Nopros na inaweza kupenya mifumo ya ulinzi ya hali ya juu zaidi na kushambulia maeneo lengwa katika maeneo yenye ulinzi mkubwa. Ndege hii ina uwezo wa kufika umbali wa kilomita 9600 kwa kujaza mafuta mara moja, na kutokana na muundo wake wa anga inaweza kuruka kwa urahisi kwenye urefu wa juu zaidi. Ndege za B2 zina uwezo wa kubeba mabomu mazito yakiwemo mabomu ya nyuklia. Anakuambia miongoni mwa silaha zake ni bomu la kupenya ardhini la GBUT-57AB lenye uzito wa kilo 1014. Ndege hii inadaiwa kuwa na uwezo wa kuruka kwa kasi karibu na kasi ya sauti na kufikia urefu wa futi takribani 1050. Jeshi la anga la Marekani linadaiwa kuwa na ndege 20 za B2. Tangu Donald Trump aingie madarakani, wanasema kwamba uwezekano wa kushambuliwa kwa vituo vya nyuklia vya Irani umeongezeka, na kupelekwa kwa idadi kubwa ya ndege hizi kumewatia wasiwasi maafisa wa Irani. Ndege hii ina uwezo wa kuepuka mifumo ya ulinzi pamoja na rada, pamoja na mabomu yake yanaweza kuharibu vituo vya kijeshi vilivyo chini ya ardhi.